Msikilizaji na mtazamaji, tena Mungu ametupea nafasi na fursa ya kuwa pamoja katika mtandao wa Rick Ouma Ministries ambayo inawaletea mahubiri ya chakula cha mchana. Je, umeshiba? Je, uko na njaa? Biblia inasema binadamu hawezi kuishi kwa mkate peke yake, lakini kwa kila neno ambalo litokalo kwa kinywa cha Mungu. Bwana sifiwe sana. Kwa hivyo mahali popote unapata hii sauti, labda uko Facebook ama uko TikTok ama unatazama ukiwa YouTube ama hata unaisikiliza ukiwa Telegramu, popote ambapo ulipo, karibu sana na Mungu akubariki. Tunaenda kuingia katika neno la Bwana wa siku ya leo, ikiwa ni Jumatatu, mwezi wa pili, yani February. Tarehe ni nimekosea, bado niko February. Haya, tulivuka mwezi. Sasa tuko mwezi wa tatu, ambao ni mwezi inaitwa March kwa kizungu, yani kutembea yani mwezi wa tatu, leo ikiwa ni tarehe 2, ni tarehe ya pili. Amen. Yani mwezi bado ni mpya na changa, na ni vizuri hivyo, kwa maana wakati tunaipandia mbegu katika mwanzo wa huu mwezi, basi tutatabiria mwezi yote iwe mwezi wa baraka kubwa, kama vile tulihubiri hiyo ujumbe ya mwisho ambao ilikuwa Ijumaa, ya kwamba ushuhuda wako utakuwa nimempata. Tukasema ni hii mwezi. Ambia jirani yako ni hii mwezi, ni huu mwezi. Amen. Bible inasema siku ni hii ambao Bwana ameitengeneza, nitaifurahia na nitacheka. Haleluya. Na hiyo pia inaweza linganishwa na mwezi, kwa maana mwezi ndio iko na hizo masiku. Kwa hivyo hii ni mwezi ambao Bwana ameitengeneza, nitaifurahia, nitaenda kuona miujiza, nitaenda kuona baraka, nitaenda kuona mkono wa Mungu ukikutana na mahitaji zangu, nitaenda kusikia maneno mazuri, nitaenda kuhisi ufunuo ya upendo wa Mungu. Haleluya. Amen. So karibu sana, na tuwe tu pamoja dakika chache na tutahubiri, alafu tutamaliza kwa maombi. Kwa hivyo kaa hapo, kwa maana haujui kama Mungu alikuwa na neno kwa ajili ya maisha yako ama kwa ajili ya hali yako. Yesu alisema katika hii dunia tutapitia machangamoto mingi na mashida mingi, lakini tufurahie, kwa maana yeye ameshinda ulimwengu. Katika kitabu cha Warumi mlango wa 8 mstari wa 37 inasema sisi, yani wale wamepokea Yesu na wameokoka ni zaidi ya washindi. So unaweza kuwa unapitia labda hali ambayo haukutarajia iwe hivyo, haukupanga maneno zikuwe hivyo, labda hata weekend yako haikuwa na maana, hauoni tumaini, lakini please, Mungu yupo. Mungu yupo. Kuna ile chorus iliimbwa na wasanii, sijui ni wakina nani, lakini ilikuanga inasema kweli Mungu yupo, kweli Mungu yupo,
Kweli Mungu yupo, anafanya kazi yake. Kweli Mungu yupo, kweli Mungu yupo, kweli Mungu yupo, anafanya kazi yake. Kweli Mungu yupo, kweli Mungu yupo, kweli Mungu yupo, anafanya kazi yake. Kwa hivyo usikue na mawazo nzito sana ama mawasiwasi ambazo zinasumbua kichwa yako sana, kwa maana kweli Mungu yupo na anafanya kazi yake. Labda hauioni kwa macho, lakini Mungu anafanya kazi yake. Labda umengoja sana, lakini Mungu anafanya kazi yake. Labda uko ni kama unateseka, lakini Mungu anatuma Musa kukomboa wana wa Israeli kutoka utumwa na mateso na kuwapeleka katika nchi ya ahadi ambayo inatiririka na asali na maziwa. Amen. So, hiyo ni kukuambia ya kwamba kwa Mungu usiwahi kata tamaa ukafikiria hii ndio mwisho wangu ama maneno imekuwa mbaya milele. Hapana. Kwa Mungu kunakuwa na mwanzo nyingine. Kwa Mungu kunakuwa kurudishiwa nguvu. Kwa Mungu kunakuwa kutakaswa na kusamehewa dhambi na makosa za jana. So inuka, inuka, umsifu Bwana. La 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 la. Inuka na tuenende katika neno la Mungu siku ya leo, na natumaini tunaenda kubarikiwa. Amen. God bless you. Leo tuko katika kitabu cha Yohana. Mlango ni wa 5, yani John chapter 5. Kama uko na Bible karibu, ambia ule mtu mko nayo ama tuma mtoto akuletee Bible na ufungue hapo John chapter 5. Yohana mlango wa 5 kuanzia mstari wa 1. Tutaanza kusoma na tuone mahali tutaifikia. Na sio hadithi, ni mambo ilitendeka kule Yerusalemu, Yesu akiwa anaenda huko na anapita pale. Amen. Na kukatokea jambo pale, ndio tunataka kusoma leo. Na ukumbuke ya kwamba mahali popote Yesu alikuwa anaenda, kulingana na kitabu cha Matendo ya Mitume 10, alikuwa anatenda mema na anaondoa watu katika uovu wa shetani ama kufungwa na shetani ama minyororo za shetani ama mizigo za shetani. Kuna mzigo shetani anataka kukuwekea na uiname na magonjwa, uiname na shida, alafu uone kama hata hakuna jua, ni mawingu tu ziko juu ya maisha yako. Lakini mahali popote Yesu alikuwa anaenda, alikuwa anatenda mema na kuondoa watu katika minyororo za shetani. Kwa maana Mungu alimpaka na Roho Mtakatifu na nguvu za Mungu. Nguvu za Mungu ndio zinaweza kakuweka huru. Nguvu za Mungu ndio zinaweza kabadilisha hiyo hali yako. Sio nguvu za siasa. Watu wanakimbilia wanasiasa sana. Ni kama wanaweza saidia maisha ya mtu binafsi na hizo hali zake za nyumba na yani zile anapitia. Okay, wanatujengea barabara na vitu kama hizo na kadhalika, na hiyo ni mzuri, lakini ikikuja maneno ya maisha, yani mawazo, mahisia, kiroho, kufanikiwa, kuondolewa magonjwa na vitu za shetani, hapo tunahitaji nguvu za Mungu. Na Mungu yupo. Neno lake iko karibu tu na wewe. Wakati unafungua Biblia yako, unaweza soma ukapata kitu ambayo
haukuwa unaijua, lakini Mungu amefanya amekufungua macho ukaiona ndani ya Biblia, na inakuja inabariki maisha yako, hata kuponya mwili wako, hata kukuonyesha njia ambayo utafuata. So tusiwe tunakimbilia sana wa siasa na maneno mengine ambayo tunafikiria itatusaidia. Inaweza tusaidia kwa njia moja kidogo au nyingine, lakini ile yenyewe ni Mungu, muumba wa maisha yako, muumba wa siku zako za usoni. Ni Mungu ndiye ameziumba. Muumba wa dunia, muumba wa kazi, muumba wa uponyaji. Yeye ni muumba wa kila kitu. So ni yeye tunamkimbilia. Tamkimbilia nani? Namkimbilia Yesu Mwokozi wangu. Utamkimbilia nani? Umkimbilie Yesu Mwokozi wako. Amen. So John chapter 5, wacha nikusomee juu niko nayo hapa kwa simu, na nitaanzia hapo mstari wa kwanza. Niruhusu niondoe miwani kwa maana zile miaka nimefika. Bwana asifiwe. Lazima nivae miwani kuona mbali. Sasa naweza kuona mbali kwa Roho Mtakatifu wa Mungu. Sasa naweza kuona mbali kwa Roho Mtakatifu wa Mungu. Nilikuwa ni mjinga sana, nilikuwa na dhambi zangu, lakini Yesu akanitokea, akaniambia, wewe mwanangu, mimi nataka kukuokoa, kukusafisha na dhambi zako, kukutengeneza njia, utafurahia na kusherekea. Sasa naweza kuona mbali kwa Roho Mtakatifu wa Mungu. Sasa naweza kuona mbali kwa Roho Mtakatifu wa Mungu. Sasa naweza kuona mbali kwa Roho Mtakatifu wa sasa naweza kuona mbali kwa Roho Mtakatifu wa Mungu. Makofi kwa Bwana Yesu, haleluya. Kupitia Roho Mtakatifu unaweza kuona mbali, unaweza kuona mahali watoto wako wanafaa kuenda, unaweza kuona mahali biashara yako inatakikana iwekwe, unaweza kuona mahali Mungu anakupeleka 2027, 2028 kwa Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu ndiye aliandika Biblia. Mshawajua hivyo katika kitabu cha Timotheo, mahali Paulo aliandikia ule kijana Timotheo ambaye alikuwa mhudumu wa kanisa lakini wa miaka ndogo. Amen. Paulo alimwambia usiwache watu wa kudharau kwa ajili ya miaka yako. Akamwambia na usiogope, kwa maana Mungu hajatupatia roho ya kuogopa, lakini roho ya nguvu na roho ya upendo na roho ya akili timamu. Na akiandikia huyo Timotheo akamwambia maandiko yote katika Biblia imewekwa pumzi na Roho Mtakatifu, ama iko na pumzi wa Mungu, na hiyo ni roho wake, Roho Mtakatifu. Na hizo maandiko zinaturekebisha, zinatufundisha, zinatujenga, yani ziko na aina mbalimbali ya kusudi wakati Mungu analeta neno lake. Kitabu cha Isaia chapter number 55
Ndio inasema ati wakati Mungu anatuma neno lake, analituma na kusudi fulani. Ako na mpango fulani kwa kutuma neno lake. Kuna kitu anataka afanye wakati anatuma neno lake katika maisha yetu. Na Bible inasema kama vile mvua inakuja na ile barafu na inakuja chini na inafanya mimea zimee, hivyo ndivyo neno la Mungu haliwezi toka kwa kinywa chake bure, lakini itafanya kitu ndani ya maisha yetu. Kwa hivyo unajipea nafasi mzuri kila wakati ukisikiliza mahubiri ama ukisoma Biblia we mwenyewe. Unajifanya jambo la faida sana. Amen. Na sasa vile nimepoteza hizo wakati, wacha nisome na tutaona mahali tutafika na hii maandiko, hii hadithi ya Yesu kwenda Yerusalemu. Na kila mahali Yesu anaenda, aidha mtu ataponya, aidha kipofu macho itafunguka, aidha kiwete ataanza kutembea, aidha mtu anaenda kupata baraka moja au nyingine. Na ni hivyo siku ya leo ndani ya mtandao hii, kwa maana Bible inasema katika Wahibrania 13 ya kwamba Yesu ni yule jana, leo na hata milele. Ako hapo na wewe. Haya, ako hapa, ako katikati yetu, katika mtandao, hewani. Mungu yupo. Na sasa inalingana na ile neno anaenda kututumia, na inalingana na imani yako, na inalingana na hali yako. Lakini kwa wakati wowote Mungu anaweza fanya chochote. Oh, praise God. Amen. So, wacha ni relax kidogo hapa na tuanze kusoma hiyo maandiko. John chapter 5 verse 1. Inasema, baada ya haya kulikuwa na sikukuu. I like that already. Napenda hiyo tayari. Ati kulikuwa na sikukuu. Afadhali kwa maisha yako hivi karibuni kuwe na sikukuu. Amen. Sio sikukuu ya Christmas ama sikukuu ya holiday ya kitaifa kama Madaraka Day ama Jamhuri Day ama World AIDS Day. Yani siku ya ulimwengu wa watu wako na ukimwi. Kuna hizi masikukuu katika kalenda ya mwaka. Lakini Mungu amekutengea wewe kibinafsi uwe na sikukuu yako. Mimi naomba na ninatangaza pia na ninaipokea na ninaamini ya kwamba Mungu anatupea kwa binafsi we mwenyewe siku yako, sikukuu. Haleluya. Labda uende itakuwa katika huu mwezi wa 3. Baadhi ya hizi masiku, kuna siku Mungu anaenda kukupea kibali. Kuna siku Mungu anaenda kukuconnect ama kukufanya upate mtu ambao ulikuwa unatarajia. Kuna siku Mungu atafanya uwe na siku yako ya kwanza ya kwenda kazini pale. Kwa hiyo kazi mzuri. Kuna siku kuu ambao utaenda kuifurahia na useme asante Yesu. Sasa mimi sijui niseme nini. Ni asante. Umenibariki zaidi ya yale niliombea. Umenibariki na yale nilikuwa ninaomba. Baba, ni asante. Kuanzia sasa mimi ni kukutumikia. Bible inasema katika kitabu cha Warumi ya kwamba wakati Mungu anatendea mtu wema, inamfanya ajirudie na atubu. Ati wema wa Mungu inaongoza mtu kwa kutubu. Yani Mungu anakubariki na anakuwa mwema kwako kiasi ya kwamba unajiambia, ai Mungu sasa
Mimi sina lingine ila uniambie ile unataka nikufanyie, uniambie mahali unataka niende, uniambie ile kanisa nitajiunga nayo, uniambie ni nani nitaconnect na yeye tuwe pamoja, uniambie mahali niende nifanye kazi, uniambie ni nini unataka na maisha yangu. Mimi sasa nasikia Mungu, yani nitakutumikia, yani nitakufuata, yani wewe ni wangu na mimi ni wako na sisi tuko pamoja milele. Mungu anaweza kuwa mwema kwako mpaka useme, Mungu, yale vitu nilikuwa nafanya kisirisiri, zile vitu zilinifunga na zinanifanya niwe kama addict, yani niko na addiction, kitu inanivutia na inanipoteza pesa, inanipoteza nguvu, inanipoteza wakati, mimi naachana nayo. Umekuwa mwema kwangu mpaka mimi naachana na vitu zingine. Msikilizaji wangu, Mungu akupatie uweza, Mungu akupatie nguvu, Mungu akupatie neema ili uachane na vitu zingine. Inasema baada ya haya kulikuwa na sikukuu. Baba, tunaomba utupee kila moja wetu sikukuu. Labda ni siku mtoto amepata nafasi katika shule mzuri na anaendelea na masomo, au siku ile anamaliza hizo masomo na amefaulu, ametimiza. Amen. Yani siku kuu ya graduation yako ambao ilikuwa uko college ama university ama mtoto wako na zile pesa za kumlipia hakuna, lakini Mungu akafanya maajabu zake na huyo mtoto akaendelea na masomo hadi mpaka siku kuu ya graduation. Sijui ni siku kuu ya aina gani unataka Mungu akufanyie. Lakini nasema baada ya haya, baada ya mateso yako, baada ya wewe kungoja sana, 2022 ilikuja ikapita, 2023 ilikuja na ikapita, 2024 ndio hiyo ilienda kama umeme, 25 ndio hiyo imeisha, sasa ni 26. Lakini Mungu anasema baada ya haya kulikuwa na siku kuu. Ambia jirani yako, sijui kama anaongea na wewe, lakini anaongea na mimi, kwa maana kuna kitu nimekuwa natarajia, kuna kitu nimekuwa ninaomba, kuna mahali Mungu nataka anipeleke, kuna kiwango Mungu nataka aniinue, na hiyo siku kuu hata mimi naitaka. Singojei Christmas, nangojea ile siku Mungu, na inaweza kuwa ni hata inaweza kuwa ni wiki hii. Haleluya. Tunataka kuamini ni mwezi huu, na wengine ni hiyo mwezi ingine, wengine ni miezi 3, kwa maana vitu zingine lazima zipangwe, ziwekwe vizuri. Lakini hiyo sikukuu labda inakuja mwezi wa 7, mwezi wa 8, hivyo. Kila mtu na siku yake. Ambia mtu, kila mtu na siku yake. Hata wazungu wanasemanga kila umbwa iko na siku yake. Unajua umbwa si ati ako na bank account. Umbwa si ati hata ako na simu ama M-Pesa ama Airtel Money. Lakini kuna kujanga na siku ananusa ili anasikia kama kuna nyama mahali. Akitembea kidogo, kumbe kulikuwa na watu wako na sherehe fulani kwa nyumba yao, wakaalika watu wao na marafiki, na kukawa na chakula mingi, watu wameshiba, kuna nyama wamebakisha, zingine wanaitupa tu hivi. Kale kaumbwa kanasema, okay, hii ni siku yangu kweli. Kanakula nyama. Hey, siku yako na ikuje. Amen. Katika jina la Yesu. Baada ya haya kulikuwa na siku kuu ya Wayahudi, naye Yesu akapanda kwenda Yerusalemu. Okay.
Wayahudi walikuwa na siku yao kuu ya kidini, naye Yesu akapanda kutoka mahali alikuwa sana sana ni Galilaya ama Galilee. So akapanda akaenda Yerusalemu. Verse number 2, huko Yerusalemu karibu na mlango uitwao mlango wa kondoo. Okay? Katika hii nchi tuko na mahali zingine zinaitwa mlango kubwa, sijui soko mjinga na vitu kama hizo. Hata Wayahudi walikuwa napeana vijiji jina kama hizo. Yani hii mahali ilikuwa inaitwa mlango, yani kulikuwa na mlango inaitwa mlango ya kondoo. Palikuwa na mahali pa maji. Okay? So tumeingia Yerusalemu, sasa tuko kwa CBD, yani Central Business District ya Jerusalem. Ilikuwa mji mkuu kama Nairobi. Unaingia pale ama Dar es Salaam ama Arusha. Ile mji mwingine mkuu wa Tanzania ni gani? Ni Dar es Salaam na nimeisahau jina bana. Wa Tanzania bana, munisaidie hata na hii Kiswahili bana. Kwa maana kuna Dodoma, kuna Arusha, kuna Tanga. Lakini ni kama Kampala. Ama ukienda pale Nigeria, ingine inaitwa Lagos ama Abuja. Ukienda pale South Africa, kuna ingine inaitwa Johannesburg ama Cape Town. Ukienda Amerika, kuna ingine ile mji kubwa sana duniani inaitwa New York. Ama uende Washington DC, mahali huyu rais ambaye anapambana na ugaidi na anapambana na nchi ambazo hazipeleki watu wao vizuri kama Venezuela. Na sasa tunaona kwa mtandao Iran washaondoa yule mtu ambayo oi guy. Anyway, hizo tunasoma kwa news na magazeti na kwa taarifa za habari. Lakini ukienda kule Washington ndio ako hapo huyo rais. Na miji mengi. Sasa hii Jerusalem tumeingia ni mji mkuu wa Israel. Na wanasema kuna maji pale, kuna kamaji kalikuwa pale. Ni kama ka swimming pool. Ni kama swimming pool hivi, ka swimming pool ya maji. Okay, very good. Alafu huko Jerusalemu karibu na mlango uitwao mlango wa kondoo, palikuwa na mahali pa maji linaloitwa Bethesda. Bethesda ni nyumba ya huruma ama nyumba ya rehema, ama unaweza pia sema nyumba ya neema. So kama ungekuwa unaishi Jerusalemu na uko na tushida, ungekimbilia katika ile maji ambayo inaitwa nyumba ya rehema. Ukifika pale unapata rehema. Yani maji za rehema, maji za neema. Unajua mahali hiyo nyumba iko? Number 1, hiyo nyumba ni kanisa. Number 2, hiyo nyumba ni ushirika ya wale ambao wameamini. Lakini number 3, hiyo ni nyumba ni mtu mwenyewe binafsi ambaye ameshapokea Yesu Kristo. Bible inasema katika Wakorintho ya kwamba hii mwili ni hekalu wa Roho Mtakatifu. Sasa hizo maji ziko ndani yako kama umeokoka. Yesu alisema yule ambaye ameamini kutatoka maji ndani yake kububujika hadi maisha ya milele. Out of his belly will flow rivers of living water. Kutoka kwa tumbo yake yule ambaye ameamini kutatoka mito za maji ambazo ziko na uhai. Hizo maji zinaendelea
sahi hewani, wakati tu unasikiza, ni maji inakuja kwako, ni maji ya rehema kukurehemu, ni maji ya neema kukunehemisha, ni maji ya uponyaji, ni maji ya kukutia moyo, ni maji ya kukujenga kiroho, ni maji ya kukuponya mwili, ni maji ya kuwa kama mafuriko ambayo inaondoa hizo shida na hiyo hali yako mbaya ambayo umechoka nayo, na Mungu amesikia kilio chako. Baba, ninatangaza maji za uhai zikuje kwa huyu mtu kama mafuriko, na ziondoe vile mafuriko inaondoanga kila kitu. Ziondoe zile shida ambazo amechoka nazo. Amechoka Baba, amechoka. Ambia Mungu, nimechoka. Haleluya. Naye amesikia kilio chako, na sasa anafanya maji za mvua mingi zikuje kama mafuriko, ambazo zinabebanga hata magari, zinaporomosha manyumba, zinaong'oa hata miti, zinaondoa takataka, kila kitu ambayo iko katika mbele ya hiyo maji ya mafuriko inavoshwa na kuondolewa katika maisha yako. Mungu, ondoa sigara. Mungu, ondoa pombe. Mungu, ondoa tamaa ndani ya moyo yangu, ambazo tamaa za kila aina, ambazo ni tamaa za uovu. Mungu, ondoa mawazo mabaya ambazo ni zinanipeleka pabaya. Fanya kama maji ya mafuriko, unioshe. Alafu pia hizo maji zinakubeba. Pale Amerika kuna kwanga na mawimbi makali, zinaitwa hurricane. Ukisikia hurricane inakuja kutoka baharini, unafunga nyumba na unaikinga na mchanga na mawe na nini, kwa maana inakuja na upepo kali na mvua kubwa na mafuriko. Na tunaonanga kwa runinga hiyo kitu inaitwa hurricane ikikuja, inabebanga vitu na kwenda nazo. Amen. Inaosha, inabeba, inang'oa, inachukua. Na sasa je, maji za kiroho ambazo zinatoka kwa neno la Mungu, ambazo zinatoka kwa Roho wa Mungu, ambazo zinatoka kwa kiti chake cha enzi, je, zikikuja na mafuriko ndani ya maisha yako, zioshe uchafu, zioshe hizi picha mbaya ambazo ziko kwa akili yako, zioshe zile tamaa ambazo zinakuongoza lakini ni tamaa za uovu, zikuoshe, alafu zikubebe. Kubebwa na maji. Unajua swimming, ama hata ukienda pale Mombasa kwa beach. Tulienda Mombasa na baadhi ya jamii yetu, na hiyo ilikuwa 2024. Nilipata nafasi ya kwenda ndani ya bahari, lakini mimi sipendagi kwenda sana huko. Sitakangi maji. Maji inaweza pia kupeleka vibaya. Tunaona mafuriko katika nchi yetu, sehemu zingine sio kitu mzuri. Lakini pale karibu na mchanga, unaenda kwa hiyo maji, yani unajienjoy hapo. Na zingine ni kama zinakubeba. Yani unabebwa na maji. Na Biblia inasema Roho Mtakatifu ni kama maji. Biblia inasema neno la Mungu ni kama maji. Yani ukijiachilia, hizo maji zikubeba bebe. Yani unasikia tu maji zimekubeba beba. Yani zinakubeba juu ya shida, zinakubeba juu ya huzuni. Licha ya wewe kupoteza mtu, na inaweza vunja mtu moyo sana, lakini maji zimekubeba hata juu ya hiyo huzuni. Maji zinakubeba juu ya hali ambayo inaendelea katika taifa. Wewe hauhusiki na wale watu wanaandamana na wanapiga kelele na wananungunika, unga imefika 100, 200 na kitu, na sijui nini na nini. Wewe maji inakubeba juu ya hizo hali. Ziko. Lakini maji ya Mungu inakubeba juu ya hizo. Unapitia hali gani siku ya leo ambayo inakufinyilia, ambayo inakufanyisha mawazo, ambayo inakukosesha kulala? Unapitia nini siku ya leo? Kuna maji ambayo inaweza kukubeba mpaka inakubeba juu ya hizo vitu unapitia. Ziko, lakini inakubeba juu ya hizo vitu unapitia.
Mpaka jirani yako anakuuliza, kwani wewe hauna hiyo stress? Hakuna chakula, sijui hakuna nini, maneno ni unamwambia mimi sijui hizo yenyewe hizo vitu zinatendeka, lakini mimi sijui kama kuna maji na nibeba juu ya hizo vitu. Sijui kama kuna maji juu. Mimi nikifikiria naona kuna tumaini. Niko na imani Mungu anakuja. Yaani na feel ya kwamba sitajistress. Ambia jirani yako mimi sitajistress. Amen. Thank you Jesus. Hallelujah. So, wakati wangu nafikiri inaenda kuisha. Acha niangalie masaa. Sitaki kupitisha sana masaa. Hata wakati wangu umeisha. Hiyo story sasa kama mwalimu nitakupea homework. Homework, enda usome hiyo yote. Ukute ya kwamba kuna malaika alikuanga na tingisa hii maji. Ni kama kisima. Na mtu yoyote wa kwanza kujitumbukiza. Ayayayayaya. Sasa sina muda, inabidi tufunge na tuombe. Lakini unaweza isoma wewe mwenyewe. Ukapata mengine mengi kibinafsi. Lakini kwa ajili ya muda na mvua nasikia tayari inaanza kunyesha. Nikiwa hapa jikoni, haleluya, jikoni ya mbao, na tukiwa sasa tunataka kumaliza kwa maombi. Uko hapo, Mungu akubariki sana. Weka comment, weka like, weka share, weka subscribe, chochote ile, na Mungu akubariki. Na tuombe. Baba, asante kwa neno lako ambalo ni kama hii mvua ambayo inanyesha kwa wakati huu. Neno lako haliwezi enda hewani likarudi bure. Haliwezi kuja ndani ya maisha yetu ikakosa kutuponya, kutujenga, kutupatia mwelekeo. Wale ambao wako na confusion, wale ambao wako kwa giza, wale ambao hawaoni mbele na hawaoni nyuma, wale ambao hawana tumaini, Baba, ninaomba hizo maji za neno lako na za Roho Mtakatifu ziwabariki hivi sasa. Huyu apate tumaini, huyu apate mwangaza, huyu apate mwelekeo, huyu apate nguvu, huyu apate kuponywa, huyu apate kutatizwa, yani kusuluhishwa kwa matatizo zake, katika jina la Yesu. Alafu tuache tumebaki tumefurahi, kwa maana huu ni siku ambao Mungu alitenga na tutaifurahia. Tubaki tukiwa tunakusifu, tubaki tukiwa tunakutukuza, tubaki tukiwa magotini kwa maombi, tubaki tukiwa na Biblia ambazo hazijafungwa, lakini tukiwa na Biblia ambazo zimefunguliwa, tukiendelea kupata neno lako. Baba, ni asante. Baba, umetutendea mema. Baba, tunaombea nchi yetu. Baba, tunaombea amani kwa viongozi wa kila aina, wale wa upande huu na wale wa upande ile mwingine. Wacha Kenya tuwe na umoja na amani, vile tunaimbanga katika wimbo wa taifa. Mungu, nguvu wetu, libariki taifa letu, tupatie umoja na amani, kufanikiwa na kubarikiwa. Asante Yesu, fanya zaidi kwa maisha ya huyu mtu, kwa maana mimi sijui anapitia nini na hitaji lake ni gani, lakini wakati ameinua mikono hivi, naomba uweke ndani ya hiyo mkono suluhisho, uweke ndani ya hiyo mkono hekima, uweke ndani ya hiyo mkono amani, uweke ndani ya hiyo mkono nguvu, uweke ndani ya hiyo mkono kifunguo ambaye inaenda kufungua mlango katika maisha yake ya baraka na fanaka na furaha na kusherekea na kuomba Mungu na kumrukarukia na kumchezea. Haleluya, utukuzwe Baba. Asante Roho Mtakatifu, ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen. Mungu akubariki.